Kwa uchambuzi zaidi kuhusu kile ambacho kilitokea pale Washington, Marekani, tunaungana na mwandishi wa habari mwandamizi Abdushakur Aboud kwa ajili ya kuchambua kwa kina. Aboud, habari ya Washington bila shaka? Bila shaka huku usalama kila kitu, mjadala mkubwa tu juu ya usalama wa viongozi wa serikali unajadiliwa. Hapo hapo tukianza kwenye usalama, unaonaje ufanisi wa idara ya usalama mkiita Secret Service katika kuzuia matukio kama haya yasijirudie, kwa sababu si tukio la kwanza kutokea na ni tukio ambalo linaenda kumgusa raia nambari 1 kwa taifa la Marekani? Idara ya ulinzi wa rais, kama ulivyosema, Secret Service, imeeleza jana Jumatatu kwamba hakuna kilichokwenda vibaya katika upande wao katika protocol au mipango yao ya usalama, kwa sababu wamejipanga vilivyo, na tukio hilo ni la kwamba haliko katika usalama wa juu. Kwa hivyo kwa wao wameridhika, ingawa wabunge wanataka uchunguzi wa kina zaidi ufanyike. Na kama ulivyotaja hapo mwanzoni, Rais Trump anatajwa kuwa ndo rais aliyejaribiwa kuuliwa kwa mara 3 katika kipindi cha mwaka mmoja au tuseme miezi 20 hivi. Kwa hivyo hii inaonekana kwamba idara ya usalama inadai imefanya kazi yake vilivyo, lakini upande wa pili ikulu inasema kwamba ghasia hizi za kisiasa zinatokana na mikakati na sera za chama na sera za mrengo wa kulia. Shakur, unadhani kwa nini Donald Trump na haikuwahi kutokea kwa rais mwingine, kwa nini sasa iwe kwake? Kuna hoja nyingi sana zinatolewa. Kuna hoja kwamba moja kabisa ambayo imeenea na safari imeenea zaidi na ni uvumi, hakuna uthibitisho, ni kwamba wanahisi hizi ni njama zinazopangwa na watu wa mrengo wa kulia kuweza kumpatia umashuhuri Donald Trump. Ya pili inachukuliwa ni kwamba makauli ya Donald Trump yanachochea ghasia, ikikumbukwa tangu tarehe ya Januari 6 zile ghasia za alipokuwa katika mhula wake wa kwanza zilizoshambulia bunge. Wanachukulia kwamba ugomvi umeanza kutoka pale, na ugomvi umeanza kutokana na kwamba Trump, unakumbuka katika mhula wake wa pili alikuwa anagombania na Joe Biden, alidai kwamba alipokonywa kura. Kwa hivyo malalamiko yake hayo yanaonekana yanasababisha hasira. Halafu katika huyo aliyoshambulia inaonyesha kwamba alikuwa na madai dhidi ya Trump, hasa akiona yale mashtaka ya Epstein kwamba Trump pamoja na watu wake karibu walihusika na kuwalaghai watoto wadogo, wasichana na kadhalika. Kwa hivyo huyu ambaye ameshambulia amewakilisha watu wangapi katika taifa la Marekani, na hiyo inaleta mtazamo gani kwa hasa moja kwa moja kwenye chama ambacho kimemweka madarakani Donald Trump? Siwezi kusema anawakilisha watu wangapi, lakini huenda anawakilisha fikra za zaidi ya nusu ya Marekani. Hata wale wa mrengo wa kulia wa chama cha Donald Trump wamegawika. Wale wenye itikadi kali wanaojulikana kama MAGA wamekasirishwa sana na mambo mbalimbali anayofanya, hasa vita vyake kule Iran, wakisema kwamba ametumbukiza nchi katika hali ngumu ya kiuchumi, anashindwa kujiondoa na kadhalika. Kwa hiyo mageuzi alete uchumi bora, amekwenda kutumbukiza nchi katika vita. Sasa Shakur, hapo Marekani kutakuwa na uchaguzi mdogo pale mwezi Novemba. Labda tukio hili limeleta mabadiliko ya kimtazamo kwa wapiga kura, labda kuna kuonewa huruma kwa Rais Donald Trump? Sidhani kama hilo tukio linaweza kuleta huruma. Kama nilivyosema, hasira ziko nyingi, manake Trump anakabiliwa na hali ngumu ya nchi, na vile vile inaonekana ameshindwa kutanzua mzozo wa Iran. Uchaguzi wa katikati wa mhula ni mkubwa, ni uchaguzi ambao baraza lote kamili la bunge linachaguliwa na magavana na manisipa. Fikra hizo hazijabadilika. Mwelekeo inaonekana kwamba chama cha Republican kinaelekea kupoteza viti vyake.
tukiangalia uchaguzi ufanyika katika majimbo mbalimbali, uchaguzi mdogo mdogo, chama cha Democrat kinatoka mshindi. Kwa hivyo hadi hivi sasa sidhani tukio hili litabadilisha mawazo wa Marekani kuhusu namna nchi inavyoendelea. Maanake wa Marekani hivi sasa wanaangalia zaidi, mafuta yamepanda bei. Kwa wastani hivi sasa gallon moja karibu lita 4 ni $4, na alipoingia madarakani ilikuwa $2. Kwa hivyo hawafurahi. Chakula, mkate, mayai, kila kitu kimepanda. Kwa hivyo mawazo hayo hayatobadilisha, na shambulio hili halitobadilisha mawazo ya Marekani au wapiga kura kubadili mwelekeo kuelekea Novemba. Shukran sana Abdul Shakur Aboud kwa uchambuzi huo, na tukutakia wakati mwema hapo Washington. Asante sana, nashukuru.